hofu utuhubiri, Yesu yuaja tena. Taabu njaa utulilia, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Tafuta nafasi nzuri tunapokwenda kumwita Bwana asubuhi ya leo. Tutapiga magoti. Baba yetu mwema, uishie mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema asante kwa kibali na neema uliotupatia asubuhi ya leo kuja miguuni pako. Masaa ya mioyo yetu inatamani kusikia sauti yako. Kazungumze nasi unaposema ndani ya mtumishi wako mchungaji Bihene. Katusaidie kuwa na moyo utakao kuwa na nafasi ya kuyaweka maneno yako, kuyaishi na kuandaliwa vyema kwa marejeo yako yaliyokaribia sana. Kaa nasi, tunaomba na kusi ukapokee ibada yetu, ni katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amin. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono pale ulipo. Makambi mtaa mzima 2026. Bwana apewe sifa. Nipende kuwatambulisha wahudumu wetu wa leo. Mbali ya wale ambao wamekwisha kufanya huduma, mzee wa kanisa kutoka Ukonga, Dickson Jacob, ndiye aliyetuletea fungu kuu na ombi la kichungaji. Na atakayefuata ni kiongozi wetu kutoka CTF, Thomas Bihene, ambaye ni mhudumu mkuu, atatuongoza kwenye ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasema pamoja nanyi, naitwa Chris Buhato, mmoja wa wazee wa kanisa. Karibuni kwa ajili ya ibada. Niwakaribishe wageni wetu kutoka Ukonga waweze kutuongoza kwa wimbo maalum kabla mtumishi wa Mungu hajasimama. Karibuni kwa ibada. Tutakwenda kuimba wimbo namba 211, moyoni moyoni, wakati wa hudumu wanaingia. Tutakwenda kuimba wimbo namba 211, moyoni moyoni, wakati wa hudumu wanaingia.
nasikia jangwani, kondoo waliopotea anawaita warudi. Sauti ya mchungaji ninasikia jangwani, kondoo waliopotea anawaita warudi. Leteni, leteni, leteni toka dhambini. Leteni, leteni, waleteni kwa Yesu, kwake Yesu. Leteni, leteni, leteni toka dhambini. Leteni, leteni, waleteni kwa Yesu, kwake Yesu. Nani atakayekwenda amsaidie mchungaji, awarudishe zizini, wasife bure gizani? Nani atakayekwenda amsaidie mchungaji, awarudishe zizini, wasife bure gizani? Leteni, leteni, leteni toka dhambini. Leteni, leteni, waleteni kwa Yesu, kwake Yesu. Leteni, leteni, leteni toka dhambini. Leteni, leteni, waleteni kwa Yesu, kwake Yesu. Usikose kusikia sauti ya mchungaji, kondoo waliopotea nenda na kuwatafuta. Usikose kusikia sauti ya mchungaji, kondoo waliopotea nenda na kuwatafuta. Leteni,
Wakati waimbaji wakienda kuchukua siti zao, nimwalike Pastor Stanley atatuongoza kwa maombi tunapoingia katika ibada yetu ya mchana wa leo. Tujiweke mikononi mwa Bwana kwa ajili ya ibada iliyo mbele yetu. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana Pastor, kama tunaweza mkutano tusimame. Tusimame na mchana wa leo tunapoenda kutafakari neno la Mungu kupitia mtumishi wake. Ninaomba tumuite Bwana. Haleluya. Na tutamuita Bwana pamoja na yale yote ulio nayo. Ninakupendekezea jambo moja, nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Yule Roho aliyeketi katika Mwanzo sura ya 1 katikati ya machafuko na hali ikawa shwari na mazingira ya uumbaji yakawepo, aketi katika maisha yako. Unajua Roho anapoketi katika maisha yako mpendwa, yapo yale mambo ambayo yanaonekana kwamba ni machafuko, hayana tafsiri, yanaweza kuleta tafsiri. Roho anapoketi katika maisha yako, anapoketi hata katika kanisa, Roho. Taimba beti la 1 na la 4 la wimbo namba 40. Wakati huo mzee Manyama kama yupo karibu pamoja nasi atakuja hapa mbio tunapoimba beti la mwisho kwa ajili ya kudai ahadi moja tu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Njoo Roho Mtukufu. Come on church. Utakase yangu, njoo nijaze sasa, Roho Mtukufu, njoo nijaze sasa, utakase nia yangu, njoo nijaze. Beti la 3. Nimejaa udhaifu na inamia kwako, Roho Mtukufu, sasa nitilie na nguvu, Roho Mtukufu, njoo nijaze sasa, utakase yangu, njoo. Chorus bila kinanda, mkutano. Roho Mtukufu, njoo nijaze sasa, utakase nia
Mtakatifu, 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 Baba unayetupenda. Tunakushukuru kwa wema na fadhili zako ambazo umeruhusu hata muda huu kuwa pamoja nasi katika ibada yako hii takatifu. Jina lako na lihimidiwe sana. Tunakushukuru kwa mbaraka wa hali ya hewa ambayo umeendelea kutukirimia. Baba, jina lako ni takatifu na liendelee kuhimidiwa. Baba mtakatifu, katika muda huu kila kinywa kimekuita kupitia wimbo huu, uhitaji wa Roho Mtakatifu. Naomba ukapate kutawala katika bongo zetu, ukapate kutawala katika kinywa cha mnenaji atakaponena. Maneno yote ya uzima yatakayosikika masikioni mwetu yawe yametoka katika kiti chako cha enzi. Baba mtakatifu, tuna imani ya kwamba unatutendea na utaendelea kututendea sasa na mapenzi yako katika jina la Mwokozi wetu. Amina. Kitabu cha Luka sura ya 21. Kama uko na Biblia yako fungua nami Luka sura ya 21, na tutasoma mstari wa kwanza na hadi wa 4. Luka sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 4. Waliofika waseme amina. Biblia inasema, akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamuona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Jana tulisoma fungu la kwanza hadi la 2, na leo tumesoma fungu la kwanza hadi la 4. Tumeongeza mafungu mawili. Biblia inasema Yesu yuko hekaluni ameketi, na jana tukatazama alivyo active observer, hapotezi hata jambo moja. Anaona matajiri wakitia sadaka zao na hatimaye maskini. Sasa leo nataka nikubebe katika mafungu haya mawili, fungu la 2 na fungu la 3 hadi la 4. Na mada yetu ndogo ya leo nasema tahadhari katika kwenda. Maana tunasema nitakwenda nikimtumaini. Hii kauli mbiu ni nzuri, haisemi tutakwenda, nitakwenda. It is a personal issue, sio ya watu wengi. Na nikutahadharishe, hata katika kanisa la Bwana tuko wengi kama mzizima, lakini wokovu ni wa wewe peke yako. Mnaweza mkawa ni kwaya ya watu wengi, lakini ni wokovu wa mmoja. Sasa sikiliza nikwambie, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11 na ule mstari wa kwanza, yule mzee wetu wa kanisa kutoka Ukonga amenibariki sana, natamani tusomee mahali hapo. Hebu soma mahali hapo. Ufunuo sura ya 11 mstari wa kwanza, Biblia inasemaje? Ufunuo 11 na ule mstari wa kwanza. Kama unaweza kufunua sasa mafungu yaliyobaki hayo, funua. Kama huwezi kufunua, tulia tu. Kama unaweza kuandika, andika, afu tutasoma baadaye, na huyu atasoma kwa ajili yetu sote. Ufunuo 11 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasemaje? Nikapewa mwanzi kama fimbo. Halafu na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu. Halafu na madhabahu. Halafu na hao wasujuduo humo. Huyu anayeambiwa kalipime hekalu anapewa sehemu 2 za kupima. Namba 1, anapima madhabahu, halafu anapima wanaosujudu humo. Kama muda ungetosha ningekwambia, anaposema madhabahu anazungumzia church leaders. Akawapime viongozi, kuanzia kiongozi mkuu wa kanisa wa hekalu mpaka hawa viongozi wadogo, wakuu wa idara, hadi bawabu anayesimamia wageni wanapoingia. Afa anasema ukishawapima hao, pima wanaoabudu ndani ya hekalu. Tunapimwa. Usikae kizembe, tunapimwa. Mwambie jirani yako tunapimwa.
Na kwa sababu tunapimwa, leo Yesu yuko kanisani, yuko hekaluni, na mimi namshukuru Mungu kwa sababu siku hiyo alikuwemo mwenye hekalu ndani ya kanisa. Ndipo Habakuki anasema, lakini Bwana yuko katika hekalu lake takatifu. Dunia yote na ifanye nini wapendwa? Na nyamaze kimya. Sasa siku ya leo Yesu yuko hekaluni. Katika kitabu cha Luka 21, akiwa hekaluni mambo manne yanafanyika. Tukimaliza hayo tumemaliza ibada. Jambo la kwanza, kwa sababu yuko hekaluni, hatimaye makundi mawili yanaonekana. Unajua tunaweza kuwa washiriki ndani ya kanisa chini ya mchungaji mmoja, the same pastor, the same church manual, the same Bible na kanuni zote na imani za msingi 28, lakini katika kanisa tuko makundi mangapi wapendwa? Yesu akishakuwa ndani ya kanisa lazima makundi mawili yaonekane. Na ndio maana binafsi wasifu sana na influence ya mtu mwingine katika swala la wokovu. Nasema unajua hata wengine wanafanya. Ngoja nikutie moyo, kwenye swala la wokovu ni la kwako. Maana baada ya vurugu zote hizi, baada ya vita zote hizi, hatimaye makundi mawili yatatangazwa. Yesu anapoinuka anasema, sikilizeni sasa nitangaze, kuna mmoja mjane. Inapofika hatua hiyo, huwa ninawaambia sasa, punguza hata kuzungumza Mungu anaposhughulika na watu wake. Let me tell you this story. Kwenye mitaa niliyochunga, nilikuwa mtaa mmoja. Ilikuwa ni siku ya Sabato tulivu ya pekee, na mimi ndiye nilikuwa mhubiri na kulikuwa na changizo. Asubuhi nimewahi pale kanisani, saa 3 asubuhi naona kuna binti moja anaingia katika kanisa, katika geti la kanisa, na anapoingia alivyovaa, watakatifu wakainama. Mmoja kati ya watakatifu akaja kaniambia, pastor, ninaomba, sikiliza, wewe ni mgeni umehamia mahali hapa, mchungaji aliyekuwepo alituambia akiingia muumini aliyevaa vibaya achague moja kati ya mawili, arudi nyumbani au tumpe kitenge avae. Nasema okay, wewe unapendekeza vipi? Asema pastor, nina kitenge changu. Anaka kitenge kwenye kwapa, nina kitenge changu tukamvalishe. Nikamwambia sasa sikiliza, kwa miaka yote nitakayochunga hapa, wote watakuja kanisani. Nisikilize. Wakaniangalia wakasema, unajua wachungaji wa siku hizi wametumwa, ndio majesuit, ndio Freemason. Hakuelewa, akamfuata mzee kiongozi, anasema unajua pastor amekataa tusimpe kitenge yule dada, lakini unamuonaje? Mzee kiongozi anasema no, hawezi kuingia ibadani hivyo. Akaja akaniambia, pastor, nisikilize. Kwanza nilikuwa ni mzana nizidi umri, na sikiliza, ninaongea sasa kama baba yako. Akavalishwa kitenge, na mimi nikamwambia naongea kama mchungaji wako, havai kitenge. Ngoja niwaambie, ni rahisi maana hamkuwa ninyi, lakini it was a battle. Kufanya hii story we short, ni kweli hawakumvarisha, na yule dada akaja kanisani tukiwa ibadani. Nimesimama kuanza kuhubiri, akafanya kosa la pili. Ninaanza kuitisha wito, nikasema leo tuna Sabato ya majengo. Wangapi wako tayari kufanya kitu? Wafanye kitu. Tunatafuta milioni kadhaa. Tulikuwa tunatafuta milioni 3. Ni hela ndogo tu kwa watu wazito. Milioni 3. Tunatafuta milioni 3, tuna kazi nayo. Waadventista wamenyamaza. Wananiangalia. Yule dada akatembea. Ana kibrauzi chake kiko hapa, maziwa yote anaonekana kama anataka kunyonyesha taifa zima. Yuko mahali hapo, ana kasketi kako mahali hapa kama amekakwapua kwa mdogo wake. Hana wasiwasi na skonkinko zilizonyoka. Akaja mimbalani kwa mchungaji. Watakatifu wakaona patakatifu panataka kutiwa unajisi. Na sio tu anakuja mimbalani, akasogea hadi sikioni kwa mchungaji. Ninahisi kama na mama mchungaji na anasema shindwa kwa jina la Yesu. Maana sasa yule binti akasogea, akaninongoneza, akaniambia, pastor, na mimi naweza kuchangia? Nikamwambia yes. Akasema mimi nimekuja kusikia neno. Sasa naona muda unaenda, unatafuta milioni 3. Mimi nitazitoa zote, endelea na ibada. Yaani mashemasi walitaka kurudisha nyumbani milioni 3. Nikasema dada, nikamuita mwazini, mpe account number. Akapewa, kaingiza milioni 3.
Ndipo nikasikia Wasabato wanasema unajua tunaweza kucheka. Si haya ndio yanaendelea hata leo makanisa. Ikitokea Pastor Biena anasema nataka kugombea ubunge, anasema sikiliza, afutwe ushirika. Akishakuwa mbunge changia kwa ujenzi. Mimi sina comment wala mseme na waambia mgombee, lakini unafiki utataliwa kanisa. Na yule binti akatoa milioni 3. Baadaye nikamwambia wakati wa lunch utakula na wachungaji. Akaja kwenye meza yetu. Tunakula lakini cha shangazi na not comfortable. Nikamwambia tutakula naye. Tunakula chakula. Baadaye nikasema tukimaliza chakula tutabaki wawili. Sasa unaona hiyo process ya kuleta mashaka kwa watu, tutabaki wawili. Nikamuuliza dada, wewe ni nani? Akajitambulisha, akaniambia mimi ni lecturer wa chuo fulani, hasa si Adventista, huwa ninakufuatilia tu. Nilipoambiwa umehamishiwa huku kwetu, nilitamani nije nikusikilize, na leo nataka nikwambie pastor, kama kuna uwezekano nibatizwe leo. Let me tell you, mpaka leo ni Muadventista wa Sabato, na huenda hata ananisikiliza mahali hapo. Yesu anafika hekaluni, anatanabaisha ni nani muumini wa kweli, ni nani mwigizaji. Ngoja nikwambie Mkristo, si kazi yako kuchambua nani wa kweli na ni nani mwigizaji. Mwenye kanisa atatangaza muda so mrefu. Atatangaza. As long as yuko ndani ya kanisa lake, makundi mawili yataonekana. Na ndio maana nikwambie, hata kama Jumatano hawatakuja wote, hata kama mchungaji wako hatakuja, hata kama wazee wa kanisa hata hawatakuja, njoo peke yako. Yesu atatangaza. Amen. Kwa kundi mawili. Niwaambie kitu wala mzima. Ukiona issue inaobeba makundi, usiingie kishabiki. Hii kitu tunaisimamia ukishasikia tu tuna kapembeni. Acha mambo ya ushabiki. Kule mashuleni tulikuwa tunadanganyana tugome. Kuna siku moja tuliharibu tukabomoa kituo cha polisi, nikagundua kama kuna waliofukuzwa shule, waliorudi mahali penye mateso, mimi ni mmoja wao. Maana ninarudi nyumbani, ni shambani, naenda kulima. Wenzangu hata wakati wa kufukuzwa waliijiwa na gari. Mimi hata nauli haikutumwa. Tugome. Kanisa ukishaona kitu cha kundi tukisimamie na kiko against na mambo ya kanisa, simama vizuri. Kitabu kile cha Mathayo sura 24 mstari wa 40 hadi 41, hasa rafiki tusomee mahali hapo. Sikiliza Biblia inavyosema. Mathayo 24:40-41 anasemaje? Na kama kuna mwingine pia anaweza kufunua haraka, tusaidiane tu kufunua ili tutembee kwa haraka. Biblia inasemaje? Mathayo 24:40-41. 40 anasema, wakati ule watu wawili, sasa jiongezea uzito kama baba mwenye nyumba. Wakati ule watu wawili tuendelee. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni. Mmoja atwaliwa. Hebu isikilize vizuri hii kitu. Wakati huo watu wawili, niondoe neno konde niseme kanisani, watakuwako kanisani. Mmoja afanya nini kanisa? Na halafu mmoja aachwa. Unapokuja kanisani, tabia yoyote unayoifanya kanisani, make sure aliyekufundisha hiyo tabia ni Kristo na wala sio mwanadamu mwingine. Kwa sababu mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Na bahati mbaya kwenye kanisa la Mungu, kuna wakati tunafanya evaluation za kibinadamu, na kuna watu wana spiritometer, wana uwezo wa kupima mtakatifu ni nani na asiye mtakatifu ni nani, wakakueleza. Wakishamwona tu huyu anasema ndiye mtakatifu na usio mtakatifu. Nilikuwa naambia mahali fulani, moja ya kitu ambacho ilikuwa ni addiction kwangu ni mpira. Na lile kanisa la kwetu lilikuwa limeweka strict sheria. Wanasema ukijulikana ni shabiki wa mpira unafutwa ushirika. Na mimi nikasema it is better nipoteze ushirika. Ilikuwa ni kombe la dunia. Kulikuwa na kijana anaitwa David Villa, mnyama Spania, wanacheza. Na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Na sasa kombe la dunia linaisha saa 7 usiku.
Nikaenda kutoka kwetu kijijini, nikatembea kilomita, nikaenda kule kuangalia kombe la dunia. Nikarudi nyumbani usiku around saa 9 nimefika nyumbani. Nina usingizi saa 12 msabato mwaminifu niko kanisani. Nikwambie kitu, hata kama umezingua endelea kwenda kanisani. Hizi habari za kuambizana unaimba manini na ulizalishwa, ulitaka baada ya kuzalishwa nifanyeje sasa? Kwa sababu ni sawa na kuniambia unaendaje hospitalini na una malaria 17. Hata baada ya malaria niende wapi? Ala. Nikaenda kanisani, ninaingia kanisani bahati mbaya, angalia siji ni mipango ya Mungu ni nani. Naingia kanisani na kukutana na mama mmoja mtakatifu mwenye kilema, akanishika mkono anambia, Thomas, unaitwa na wazee kwenye ofisi ya wazee. Sema tayari. Nikaondoka mpaka kwenye ofisi ya wazee. Nikajua wameshaniona, maana kuna watu wao walali hii dunia. Wewe unadhani ni usiku, kumbe kuna watu wako kazini. Nikaenda kwenye ofisi ya wazee, nikakutana na wazee 9. It was 9 kama sio 11, wa mama wa baba 9 na wa mama 2. Wamekaa kwa makini, wana macho kama ya yule kimbelio na Isaya kwenye saa 6. Wakaniambia, Thomas, kaa hapo. Nilikuwa kijana bado niko shule. Tumefuatilia sana mienendo yako. Nikamwambia Yesu sikiliza, msipoteze muda na nieleze ukweli. Na mimi nikamwambia hata hivyo jana tu nilikuwa kwenye mpira, kama ni ushirika futeni. Nikaangalia wasema tumekufuatilia sana. Nikamwambia yes I know. Sasa sikilizeni ni wa rais Joseph. No, tusikilize sisi. Nikamwambia wala msihangaike. Naomba niseme ukweli. Wakaniambia Thomas sikiliza. Mama mmoja asema Thomas mwanangu wasikilize wazee. Nikakaa kimya, wasema tumekufuatilia mwenendo wako. Tumegundua unafaa kuwa mzee wa kanisa hili. Unajua niwaambie kitu. Tangu siku ile mimi na mpira, maana kama kuna aibu Bwana aliwahi kunifichia, it was that day. Wala usinicheke na kukumbusha wewe uliyewahi kukaa baraza ukainua mkono kufuta binti mwenzako aliyepigwa ujauzito, na wewe una wanaume wanaokulipia kodi. Ulifichiwa tu aibu. Ninakwambia hivi, ninakukumbusha wewe uliyewahi kumtembelea mwanandoa ukamwambia kwenye ndoa hatutandikani, wakati kwako umetoka umepiga mwanandoa. Nikatikisa kichwa nikawauliza wazee, mnamaanisha uzee gani? Wasema uzee wa kanisa. Nikamwambia Bwana, nipe kustahili kwa jina la Yesu. Yesu yuko katika hekalu lake. Amina. Usihangaike na wanaoabudu. Yeye anapima. Atatangaza. Makundi mawili yatapatikana kwa jina la Bwana. Muda so mrefu, soon and soon. Makundi mawili. Tudharauliane. Unajua hata kuna wakati hata kwenye vibweta hapo tunapigana vigingi, mtu anajitahidi anajitengeneza kuwa mtakatifu, anawahi kwenye maombi, anakuja mwingine anambia unawahi maombi ndio tujue ni mtakatifu. Kula maisha bwana. Sasa umeamua sasa kwenda mbinguni, hata sasa unaanza kuwa na nywele za mama mchungaji. Niwaambie kitu. Relax. The time is coming. Namba 2, kwa sababu Mungu yuko katika hekalu lake, atatangaza makundi mawili, hukumu ibaki kuwa yake. The final say, mtu wa mwisho wa kutoa maneno ni Yesu Kristo peke yake. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 12 ina kitu inazungumza mahali pale. Msomaji kama unaweza kutembea kwa haraka ili tuokoe muda. Wakorintho wa kwanza mstari wa sura ya 10 mstari wa 12 anasemaje? 12 anasemaje? Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama. Wow. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Halafu
Kuna mtu ambaye anadhani amesimama. Nataka nikutie moyo, ni kweli umefanya vizuri, umesimama. Lakini swala la kusimama, sikiliza nikwambie, chunga usianguke. Tunaishi katika kipindi ambacho hakikisha unalinda wito wako kwa gharama zozote kwa jina la Bwana. Usianguke. Nilikuwa makambi mwaka fulani, adono kama ni 2018 2019, nikaona mchungaji mmoja kijana, mchungaji kijana, nilimpenda sana, powerful, akasimama kahubiri, akafundisha, nikamwambia wow. Siku moja akatoa fundisho leo niumiza, akasimama akazungumzia kitu fulani, adono kilikuwa kizuri, lakini hitimisho leo lilitoa likaniumiza, akasema wote mnaofanya hivyo mmepotea kama mavyenu. Yule mchungaji baada ya miaka 3 akapiga mimba mshiriki na uchungaji ukaishia mahali pale. Haujasimama kwa nguvu yako, ni neema ya Yesu Kristo. Ajizania amesimama. Acha Mungu ndiye awe mwamuzi wa mwisho. Na ndio maana nikutie moyo, siku encourage kutenda dhambi, lakini sikilize nikwambie, sauti za wanadamu zitasema mengi. Final say ni Yesu Kristo peke yake. Keep moving. Songa mbele. Tazama Kalvari. Anguka, nyanyuka. Ninasema mwenye haki huanguka mara 7, lakini akafanyaje wapendwa? Akainuka. Simama. Tunapiga vita. Ndio maana Paulo anasema na kaza mwendo. Tunakuja kanisani. Hebu imagine watu kama ninyi. Eti mmeacha majumba uko kwenye hema. Alafu kuna mtu mmoja anakuambia pamoja na kuacha mahema mbingu mtazisikia tu. Ni kitongoji cha baba yako kwamba ameweka kufuja, ameweka geti. Yaani tumeacha majumba tu kwenye mahema, alafu anatuambia mbingu tutaisikia tu. Haya, tufanye nini sasa? Namba 3. Yesu anapokuwa pale hekaluni, usisahau namba 1 nimesema yuko pale kutangaza makundi mawili ndani ya kanisa. Namba 2, yuko pale kuambia mimi ndiye final say, ndiye nitakayetangaza yupi ni mwema, ndiye ni muovu ni nani, ndiye final say. Na namba 3, Yesu anawaambia maumivu ya kuishia kutumika. Unajua ukisoma kwamba walikuwa wanatia sadaka katika hekalu, katika sanduku, usidhani kwamba zilikuwa ni zaka na sadaka. No! Ilikuwa ni michango kwa ajili ya kanisa. Nenda kasome comments zinasema walikuwa na kazi ya kuliboresha hekalu, kila kukicha wananifanya zuri. Na ndio maana mjadala ulioko pale wanamwambia angalia hilo hekalu jinsi linavyong'aa. Nitaambia kesho kutwa. Yesu anawaambia sikiliza, ni kweli mmetumia gharama kubwa, matajiri walikuwa wanatoa. Tena mwandishi mmoja anasema walienda mbali, wanaleta fedha kama mashindano, wanatoa. Na ilikuwa ni kipindi cha utawala wa Rumi ambapo fedha inahitajika, lakini wanatoa. Kulikuwa na kanisa lenye corruption, washiriki corrupted, mpaka viongozi corrupted. Yaani washiriki wanafanya manuva na viongozi manuva. Ni kama kile kipindi cha Eli ambapo washiriki wameoza na viongozi wameoza. Tena naenda mbali, nasema watoto wa Eli wanapokaa kufanya ibada ndipo wanachukua mashemasi wazuri wanalala nao, halafu wanakwenda kufanya ibada. Niwaambie kitu Adventista wenzangu na mnaonisikiliza, miongoni mwa statement itakayoumiza Wakristo wengi ni hii hapa. Yeremia 8:20. Sikiliza statement. Yesu anawakumbusha na msikilizeni watu wa Mungu, kuna maumivu katika kuishia kutumika. Yeremia 8:20. Fungu la 20 anasema mavuno yamepita. Wow. Wakati wa ngoja usiende haraka. Hebu wanaonisikiliza mnipungie mkono kama bado tuko pamoja. Kuna kitu cha msingi hapa, nisikilizeni. Mavuno yamepita, halafu wakati wa hari umekwisha. Wala sisi tulia kwanza kidogo. Wala sisi. Hebu kila mmoja aseme wala mimi. Halafu hatujafanya nini? Hatukuokoka. Ellen White anasema ni statement ambayo watakatifu waliokuwa almost to be saved watalia na kusema mavuno yamepita, wakati wa Ali umepita, wala mimi sikuokoka. Unajua hata hizi PS system ni gharama ya watu walitoa.
Miundombinu yote ni gharama. Ni wewe uliyetoa zaka na sadaka, ni wewe uliyefadhili kanisa, ni wewe uliyetoa mamilioni. Baada ya movement zote hizo, ati leo useme yote yamepita wala mimi sikuokoka. Na kutia moyo baada ya yote haya, make sure unaingia mbinguni kabisa. Yaani kama kuna kitu ambacho itakuwa ni huzuni, roho ya unabii inaeleza vizuri. Watakatifu watalia na wenye dhambi watalia. Watakatifu watalia kusema, jamani, Biene alikuwa anaenda makambi karibia 50 kwa mwaka, leo hayupo. Mwimbaji uliyekuwa unajitoa, kuna wengine mko mahali hapa, ukiangalia waimbaji wameng'aa na sale, kuna watu wamezipata kwa machozi. Kwa machozi. Kuna watu wametangaziwa, wewe nenda makambi yako ili ukirudi ujue hauna ndoa tena, lakini wapo. 2012 niko kwenye mahubiri, nilikuwa bado ni mwinjilisti, nilikuwa na mchungaji mmoja, tumepiga mahubiri wiki ya kwanza, wiki ya pili mmoja wa waimbaji akafiwa mume wake. Na alikuwa ametokea maeneo ya ambao naomba nisiseme. Amefiwa, akaenda kwa mchungaji, anambia pastor, nirudi nikazike mume wangu. Mchungaji anamwambia, sikiliza, usiache roho za wanaopotea kuzika waliokufa, acha wafazike wao. Yule mtu akamwelewa mchungaji, mwimbaji akakwenda kuzika mume wake. Such a faith. Halafu mbinguni usiingie. Na Mungu si akumani hata sio Muislamu. Wiki ya pili mwisho siku ya Jumamosi, pastor amesimama hapa na ubiri, ndio amesimama kutoa utambulisho. Yale madhara ya kupanda na simu hapa zikiwa oni, amesimama, Bwana asifiwe. Tukaona sauti inaanza kushuka, inashuka na machozi ya pastor yanatoka, ndipo ananikonyeza, ananiambia njoo hapa mwinjilisti. Nikamwambia ninasema soma hii message imeandikwa mama amefariki. Na yeye ni mzee almost miaka 50 na kitu. Nikamwangalia niambia, pole pastor, malizia ibada. Nimesiwezi kuendelea, nimekuita umalizie ibada. Ndipo akatoa tangazo, ndugu zangu, nimefiwa na mama yangu, naomba niondoke. Yule mama alishauti kama kichaa, akamwambia, sikiliza pastor, acha wafu wazike wafu wenzao. Pastor akasema, haujui uchungu wa mama. Ngoja niwaambie tu ukweli, wala sizungumzi kwa nia mbaya, tuseme tu ukweli. Mzazi na mwenzi nana nayo, acha kiruka njia uliyepewa wewe, nazungumzia mwenzi kabisa wa moyo, ubavu wako. Kwanza ngoja nikwambie, I have biblical reasons kwa nini nakwambia mpenzi anauma. Biblia inasema mimi na mwenzi wangu ni mwili mmoja, sio mimi na baba wala na mama. Tunashare damu, huyu na mimi tunashare damu. Ananijua na mimi namjua. Lakini amekufa, mama hajaenda. Unajua nyinyi wanawake sometimes mnapelekwa na emotions sana. Ndio maana naamini mbinguni mtakuwepo wengi, lakini kuna uwezekano pia msiwepo. Viumbe vya ajabu wanaweza wakalia msibani na hawamjui marehemu. Emotional drive, wanaendeshwa na mihemuko fulani. Historia ya marehemu amekufa, ameacha watoto wawili. Mama analia, aliyekufa ni Mkaguru, marehemu mama wa Kijaluo analia. Wewe na Mkaguru wapi na lini? Hapo anasema, jamani, simesikia ameacha watoto masikini, si watachukuliwa na shangazi wa namna gani jamani? Wapeni amina wanawake. Sasa sikiliza, come to my point. Point yangu ni baada ya mateso yote, vita hiyo, eti tuseme mavuno yamepita na sisi hatujaokoka. Mnaona hiyo statement inavyoumiza Waadventista wenzangu? Naumiza sana. Wala wafanyakazi wa serikali mlioko mahali hapa, mnaambiwa Mei Mosi ni sikukuu ya wafanyakazi. Halafu mnaambiwa tutakuwa na sherehe, kila mtumishi atakatwa 100,000 kwa ajili ya kuchangia sherehe. Halafu kwenye ile 100,000 kuna bia, kuna nguruwe, na Mwadventista unaambulia maji ya 500 ya Kilimanjaro pamoja na ukaufu wote huo, waambiwe sikujui. Majamaa yakienda auti za kiserikali za kikazi, wameenda auti za kikazi, kila hoteli ana mwanamke. Wewe unako kamoja na kenyewe ni paswa kichwa, kana kagua simu kuliko TCRA.
Hafu ambiwe mbinguni auingie. Unajua Waadventista wenzangu, niwaambie kitu. Twendeni tu mbinguni. Duniani hatuna cha kwetu. We have nothing. Hatuna chetu duniani. Na sasa angalia umri ukisha panda kidogo. Sasa hata ile uliodhani ni raha kwako, yote yanazua naambiwa punguza mwele. Kuna watu wanaambiwa punguza mayai, punguza maziwa, punguza mafuta, acha sukari. Na wakati huo ndio una pensheni kimgongo. Kama kimenona. Afadhali sasa mzee, hata kile kiti cha kunesa acha. Tafuta cha mbao kilichonyoka. Yaani mauti juu ya mauti, mateso juu ya mateso. Halafu eti uwe na statement inayosema mavuno yamekamilika na mimi sijaokoka. Takuwa ni kilio kiasi gani? Mwisho namba 4. Yesu alipokuwa hekaluni alikuwa anawaeleza madhara ya kutoa mabaki. Wale matajiri walitoa lakini mabaki. Huyu maskini alitoa lakini alitoa vyote alivyokuwa navyo. Sasa nisikilize kidogo mahali hapo. Naomba nisome hili fungu alafu nikimaliza funga Biblia yako nisikilize tuhitimishe mahali hapa. Kitabu kile cha kitabu cha Malaki sura ya 1 mstari wa 8. Malaki sura ya 1 mstari wa 8. Hebu soma mahali hapo. Mabaki. Sasa wakati anafunua nisikilize alafu utasoma baadaye nitakuelekeza. Moja ya dhambi ambayo inatugharimu Wakristo wengi, sio tu Waadventista, ni kutoa mabaki. Nisikilize. Iwe ni muda tunatoa mabaki, iwe ni pesa tunatoa mabaki, iwe ni afya tunatoa, kila kitu ni mabaki. Tuna ulimwengu wa mabaki. Hadi mke uliooa ni mabaki. Watu wametumia halafu nawe ndio una machi. Ana mele mabaki. Ana mele mabaki. Vijana wanatumia nguvu zao. Kitabu cha Mithali inasema wana wa ujanani ni kama mishale mikononi mwa shujaa. Vijana wanatumia nguvu zao zote bafuni. Mabaki yakibaki ndio wanataka watoto. Ndio mnaona tunazaa vitoto vya ajabu. Akili si akili, ubongo si ubongo. Kinaulizwa jina lako nani? Mimi. Kwani naongea na nani? Maana wenye akili wote wako mabafuni, halafu hapa vimebaki. Wanasema bafuni wanafanya nini? Si wanaoga. Kwani wewe unadhani tunazungumza nani? Mabaki, ulimwengu wa mabaki. Kuna mtu anasema mimi ndiye nimewezesha kambi, nimetoa milioni 10. Mabaki. Alafu sikiliza Biblia inachosema hiyo Malaki 1. Mungu anakuuliza swali sasa wewe unaleta mabaki. Sikiliza mahali hapa. 1:8. Anasema tena mtoapo sadaka aliye kipofu. Mnapoleta sadaka iliyo kipofu Si vibaya. si vibaya. Na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa. Si vibaya. Haya. Mtolee liwali wako. Sikiliza Kiswahili chake kwa hivi. Sasa hiyo sadaka kilema, hiyo sadaka kipofu, haya mpelekee mpenzi wako. Halafu Je, atakuwa radhi nawe? tuone kama ataikubali. Yaani kuna wakati Mungu anavurugwa, anasimama na pambana, mtu anamwambia unaniletea mabaki. Haya pelekea mke wako mabaki, tuone kama atakubali. Yaani ni kama anakuambia, si unataka kumpelekea mke wako kitenge. Hicho kitenge pelekea kwanza mama mkwe akivae, pelekea wife akivae, ndipo mpelekee mke wako. Tuone kama atakubali. Anasema Au akubali nafsi yako? tuone kama ataikubali hiyo zawadi na ataikubali na nafsi yako. Nimeshia hapo Biblia yako. Asema Bwana wa majeshi. Ulimwengu wa mabaki. Kama kuna kitu kinaniumiza sana, ningekuwa naongea na vijana, nikutumia maisha yako ya ujana, halafu yaliyobaki ndio unapeleka kwenye ndoa, unampelekea kijana wa watu aliyejinyima mwaminifu, aliyejitunza, unampelekea mabaki. Kijana amejihifadhi kwa uaminifu. Kijana mwaminifu, wewe binti unapeleka mabaki. Dada, kwa nini wewe sio bikira? Nilikuwa na kazi ngumu. Mama zetu walikuwa wafanya kazi ngumu.
Dada, kwa nini sasa maziwa yameshuka? Mungu angetaka asimame angeweka mifupa, niache. Wa zamani maziwa yalikuwa na mifupa. Tusileteane mabaki bwana. Mabaki. Na Mungu alivyoajabu, ngoja niwaambie kanisa, na Mungu alivyoajabu, angalia Mungu alivyoajabu sana. Yaani Mungu alivyoajabu, anachukua kopo ambalo ni mabaki, anapachika kwa mwaminifu aliye mshamba, asiyejua bikira na asiye bikira. Yeye anajua dunia yote, mambo yako hivyo. Maana angekupeleka kwa mabaki mwenzako angekwambia, mimi naona mabaki. Yaani mabaki yanajua kutambua mabaki mwenzake. Ila walio waaminifu mabaki. Na niwaambie kitu, kama kuna kitu kitatesi watakatifu na sio watakatifu katika ulimwengu wa leo, ni namna unavyompa Mungu. Mnisamehe wa Kristo, nataka nizungumze kitu kigumu kidogo. Mnaona hawa watumishi walioko kwenye taasisi mbalimbali, serikalini, makampuni binafsi, hawa high profile people, yuko pale ni CEO, yuko pale ni kiongozi mkubwa, lakini mnampa ushemasi, bado anakuja anadeki kanisa na futa zulia. Mnaona hawa watu? Mnaona vizuri? Keep watching. Mnaona hawa watu mnaoimba nao wako kwenye kwaya, lakini watu wakubwa wenye biashara kubwa ni viongozi na mnaimba nao. Mnaona hawa watu? Nendeni taratibu. Ikiwa mimi nisiyekuwa na kazi, ninampa Mungu muda wa mabaki, nina uwezo wa kuamua kusema sitaenda kwenye zoezi, ninabaki nafanya nini? Nacheza game. Lakini huyu amekatisha kazi za ofisini, akaja zoezini, halafu nataka mbinguni ukajipange naye. Niite mbwa kama utajipanga naye, niko pale. Hawezi kufanya kitu kama hicho. Yaani eti hauji sikiza vizuri. Hauji kabisa kwenye zoezi la kwaya. Hauji kwenye zoezi la kwaya. Tukikuuliza Mama Shuku mbona hauji? Nilikuwa na shughuli imenibana. Shughuli yenyewe ni cherehani moja ya butterfly. Halafu eti utasimama na mwanamume aliyeomba ruhusa ofisini, akaacha safari ya padiem, akaja kwenye makambi. Hawezi kusimama naye. Never. Labda huyo hata kwa Mungu. Never. Kuna watu wana sacrifice. Kuna kamtu kako hapa kanasema, unajua bwana mzizima mnazingua, hamwezi kutukambikisha kwenye mahema. Fuatilia nyumba yake, ina nyufa nyingi kama mishipa ya inayopeleka damu mwilini. Wenye maorofa wameacha maorofa, wameridhika na nyumba. Kuna kahuni kamoja kenye mabati yenye kutu kanalalamika. Oh my God. Unajua ifika hatua tujifanyie assessment. Hivi mimi nitasimama na huyu mtu kweli? Hebu sikiliza, amepewa kabisa safari kwenye ofisi yake. Ni mkuu wa idara, kaambiwa una safari nje ya nchi na pademu ya siku moja ni $1,000,000. Akasema no, wiki hiyo nina makambi. Amekuja kwenye makambi. Wewe uliacha nyanya za 2,000 kabisa eti usimame na huyu? Never ever. Ndicho Yesu anachowaambia hapo. Anawaambia marafiki, nisikilizeni. Katika swala la ibada hatuhitaji mabaki. Vijana niko nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Mambo ya kutumia akili nyingi kwenye michezo ya ajabu, uko na simu na mimina vijuisi na magemu, halafu mabaki ya akili ndio unapeleka kwenye lesoni. Mabaki ya akili, bobea andikoni, kumbe umeleta mabaki. Nguvu kubwa umesave wachezaji, nguvu kubwa umecheza game, halafu mabaki kwenye lesoni. Hivi leo ni juma ngapi? Tuishie hapo. Kuna wakati Mungu anatuangalia, naumia sana, anasema hivi, nilijichanganya kuumba huyu kiumbe au nilifanyaje? Kijana bado ana nguvu nyingi kabisa, energetic, yuko kwenye game. Sasa hili ni game complicated sana. Kijana anatumia akili kubwa kutatua game. Hapa katika kadogo kadogo bangi niko nasema hivi mwisho wa maisha yangu ni kadogo. Vijana wenzao wako kule wanavumbua vitu vikubwa, namna meli itakavyoelea juu ya maji, namna ndege itakavyopaa. Yeye
kikubwa alichowahi kugundua maishani mwake ni kugundua kwamba kumbe yule panya anayekula nguo shimo lake ni hili. Hicho ndicho amegundua kwenye maisha yake. Ina pain. Na niambia kitu. Finali uzee. So unaona nguvu inayotumia sasa hivi kufanya vitu vya ovyo, finali uzee. Na ndio maana wanasaikolojia wanakuambia mzee ana mipango mikubwa kuliko kijana. Yaani kijana anaona na muda. Baadaye mzee akishazeeka ndipo sasa akili namwambia sasa mzee anza kuwaza. Ndio utasikia wakishafikia umri wa miaka 60 wanaanza, yaani Bwana angenirudisha chuo, ningebukua nitoke na GPA. Mbona hukubukua zamani? Ninge unajua Bwana angenipa muda nirudi shule naleta wito kwetu. Mambo ni manne. Namba 1. Uko ndani ya kanisa la Mungu, relax. Ataamua nani mtakatifu na sio mtakatifu. Usiumize moyo na mtu mmoja. Namba 2, unapokuwa katika kanisa la Mungu, final say wa maisha yako ni Yesu Kristo, sio mwanadamu. Na leo ukiwauliza Wayahudi kwamba Yesu alikufa katikati ya watu wangapi, watakwambia 2, mwizi na mwizi. Halafu tawauliza katika hao wezi wako wapi sasa hivi? Wasema wako jehanamu. Hawajui yule mwizi aliyeka mkono wa kulia alinong'ona na Yesu kimya kimya. Final say wa maisha ya mwanadamu ni Yesu Kristo. Namba 3, kutakuwa na maumivu tutakapoishia tu kutumika, kulala kwenye mahema, kutoa zaka na sadaka, halafu tupotee. Itatupeni. Make sure unaingia mbinguni. Namba 4, epuka kuleta mabaki kwa Yesu. Simameni. Baba, sina msaada ila kwako peke. Kama kwangu ungefichwa, nifanyeje Baba? Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Sikilizeni wapendwa, na leo tena nina wito mwingine. Mnaona tuko kwenye makazi, si mnaona Wala ninakuomba usikwazike. Tunaweza tukawa na mahema mazuri yako hapo, tukawa na chakula kizuri kabisa. Usishangae sadaka ya kambi iko chini. Na makanisa mengine tunajaribiwa hadi sadaka ya kambi tunaichota tunapeleka kwenye uendeshaji. Yaani kwa Mungu ndiko kumekuwa mabaki. Yaani aliyekupa uwezo wa kufanya kazi ndio unampelekea mabaki. Na Yesu anajua kupindua meza watakatifu. Saa ikipinduliwa meza, njoo mchana nitakwambia kitu. Bwana akipindua meza. Wito wangu ni huu. Kuna mtu kati yetu anayesema haya mambo manne pastor, huenda nilikuwa naumia sana kuona kanisani watu wanachafua kanisa, wanavaa sivyoeleweka, wanafanya vurugu. Ninaumia, natamani niwatoe nje. Pastor, nimegundua atakuja mwenye kanisa. Sasa Mungu nipe moyo wema. Na kuna mwingine anasema kuna watu waliniambia sifai hata kuimba, sifai hata kuja kanisani. Leo nimegundua final say wa maisha yangu ni Yesu Kristo. Na kuna wengine wanasema nimekuwa nikimletea Bwana mabaki. Nataka leo nimletee kitu halisi, kitu kamili. Neno la Kiyunani lilotumika, ile fungu aliyosema yeye alitoa vyote yule mtu, ametumia neno bios kama sio bills, ambayo inamaanisha maisha yote, uhai. Tuna aina mbili za maisha, tuna zoe na tuna bio, ambayo hii bio ni maisha ya hapa duniani, lakini zoe ni maisha yasiyokuwa na mwisho, endless life. Sasa yeye alitoa uhai wake. Mtolee Mungu mpaka usikie pameuma. Na usiseme mbona wengine hawajatoa. Je, kuna mtu anasema pastor, sasa nahitaji kuomba, nahitaji Mungu anisaidie. Kwa kweli nimegundua nahitaji matengenezo. Tunapoimba beti la pili, njoo mahali hapa. Naamini mwana wako. Tuna dakika moja tu. Nguvu zako ni mahitaji katika saa
Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Habari njema ni hii, hasa kwa vijana. Hata kama ulikuwa umebaki ukiwa ni mabaki, Mungu akifanya recreation, unaweza kushangaza dunia. Unarudi kuwa mpya kwa jina la Bwana. Nitakwambia katikati ya makambi haya, Mariamu dada yake na Lazaro, ambaye baadaye alienda kule katika mji wa Magdala akawa kahaba, lakini hatima yake anasema ndiye akawa wa kwanza kuingia kwenye kaburi na kupeleka habari njema. Tuna Mungu aliye kazini kuumba upya vyombo vilivyoharibika, naumba na leo akakumbe upya kwa jina la Bwana. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, mimi binafsi nahitaji uumbaji mpya, na ndugu zangu hawa tuumbe upya. Tumekukosea sana wakati fulani, tumeleta mabaki. Tukiugua tukibaki na afya iliyozorota, ndio tunakusogelea. Leo tuje kwako hapa wakati tukiwa na afya njema. Sadaka zetu yamekuwa mabaki, zaka mabaki, muda umekuwa ni mabaki, na mambo yote tunaleta kama mabaki. Wewe unasema ukisamehe unasamehe na kusahau, tusamehe kwa jina lako. Sasa tuume upya. Kama ni kukuimbia, tukuimbie kwa muda wetu wote. Kama ni kutumika, tutumike kwa akili zetu zote na nguvu zetu zote. Sasa Baba, funga vinywa vyetu. Hatujaletwa kanisani kuchambua mwema na mbaya. Tumeletwa kujitengeneza wenyewe, ili wewe ukija ndio tuambie ni yupi gugu na ni nani ni ngano. Kuna wakati tunaumia sana kuona uovu ukiendelea kanisani. Tunatamani hata tungewaondoa kwa viboko, lakini leo umetuambia tulieni, niko hekaluni. Neema yako inasifiriwa tena baadaye kwa jina la Yesu Kristo. Amen.